Ninatoa wito kwa viongozi wote wa dini kuendelea kushirikiana na serikali, viongozi wa kijamii na makundi mbalimbali kuendelea kushirikiana na serikali katika kutoa elimu ya umoja na amani, kupinga chuki na migawanyiko na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa Baba Askofu, vita yeyote inayohusisha wenyewe kwa wenyewe haina mshindi, bali ina kupoteza wote. Hivyo hivyo na mgawanyiko ndani ya taifa hauna mshindi, bali una matokeo ya kushindwa wote kama taifa. Manufaa ya amani ni makubwa, na hasara ya kupoteza amani haina mshindi, bali ina kupoteza wote kama jamii. Manufaa ya amani ni makubwa na huleta maendeleo ya kiuchumi, huimarisha ustawi wa jamii na huwezesha kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa. Mheshimiwa Baba Askofu, amani, usalama na utulivu ndio msingi utakaojenga taifa lenye mafanikio na umoja. Sote tunatambua kwamba Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha umoja, amani, mshikamano na utulivu katika ukanda wetu na barani Afrika. Amani hii imejengwa juu ya misingi imara ya maadili, haki, kuheshimiana, uvumilivu na uzalendo kwa taifa letu. Serikali inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na kuwajenga Watanzania hususan vijana kuthamini dhana ya uzalendo kwa nchi yetu. Lakini ni muhimu kutambua kuwa amani ya kudumu haiwezi kujengwa na serikali peke yake, bali familia, jamii, taasisi za dini nazo zina nafasi ya kipekee katika kuimarisha misingi ya amani kupitia mafundisho ya maadili, upendo, haki na kuvumiliana. Watoto na vijana ni hazina ya taifa letu na ndio viongozi wetu watarajiwa wa taifa letu. Hivyo, malezi bora ya watoto na vijana ni msingi muhimu wa kujenga jamii yenye maadili, amani na maendeleo endelevu. Malezi haya ni jukumu la pamoja linalohusisha wazazi, familia, taasisi za dini, shule, jamii na serikali. Ninatoa wito kwa wazazi na walezi kuendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za elimu na dini katika kuimarisha malezi ya watoto na vijana na kuwajengea misingi imara ya maadili na kuwaongoza kutumia vyema fursa ya elimu, teknolojia na utandawazi kwa maendeleo yao na ya taifa kwa ujumla. Nitumie fursa hii pia kuwasihi Watanzania wote kuendelea kusherehekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya kwa utulivu, amani na kwa kuzingatia kuwa sheria na mila zetu njema tunadumisha upendo na mshikamano. Kwa kama ulivyosisitiza leo, hiyo ndio siri kubwa ya Watanzania wote, kupendana. Tutaishi kwa kupendana, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa mshikamano kama kila mmoja moyoni mwake ndimo kutakapokuwa na sheria hizo. Kwa mara nyingine ninaendelea kuungana na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwatakia Wakristo wenzangu wote na Watanzania wote kwa ujumla heri ya sikukuu ya Krismasi, na tusherehekee kwa amani, upendo, utulivu, huku tukidumisha mshikamano wa kitaifa kwa maslahi ya taifa letu. Najua wakati mwingine neno kuokoa linaleta ukakasi
lakini ndio kazi iliyomleta Yesu, hatuwezi tukaikataa. Ndio kazi iliyomleta Yesu. Yesu hakuja kuwa maarufu tu katika ulimwengu, amekuja ili atuokoe, full stop, watu na dhambi zao. Lakini wangapi wameendelea kushikilia dhambi? Wengi, kwa sababu dhambi zimekuwa sehemu za maisha. Watu wameendelea kuwa waongo kabisa. Watu wameendelea kuwadhulumu wengine, hawana pendo. Na kati ya dhambi ambayo watu wameizoea imekuwa nzuri ni ya uongo, na ninaiona dhambi hiyo kwa jamii inaendelea mno. Mtu anatunga tu jambo lolote, analitunga tu. Mtu anakuja anataka tu kuchafua tabia ya mtu mwingine, chafua image ya mtu mwingine, na ana amani tu. Hao ndio Yesu amezaliwa kwa ajili yao, ili kuja kuzisafisha dhambi za namna hiyo. Dhambi ya kuchonganisha jamii. Wako watu wanachonganisha jamii, yaani jamii ikikaa pamoja hana raha.